Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba, na leo ni siku nzuri ya Jumatatu ambayo tunaenda kujiweka wakfu kwa Bwana. Na tunapoenda kujiweka wakfu kwa Mungu wetu, huwa tunajua kabisa ya kwamba ni jambo la kiroho ambalo mbingu huwa zinaelewa ya kwamba kuna watu waliotegemea kila kitu kutoka mbinguni. Yani hakuna msaada mwingine wa ulinzi ulionao zaidi ya Bwana. Hakuna msaada mwingine wa uhai atakayelinda uhai wako ila ni Mungu peke yake. Ndio maana kujiweka wakfu, kutengwa katika ulimwengu wa roho. Na tunapoongelea hivyo tunamaanisha ya kwamba ni jambo la kiroho na la kiimani. Biblia inaeleza katika kitabu cha Warumi sura ya 1 mstari wa 17. Biblia inasema, kwa maana haki ya Mungu inathibitishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Wewe ni mwenye haki, unatakiwa kuishi kwa imani. Na moja ya imani ulio nayo ni kwamba hauna msaada mwingine ila Bwana. Yesu peke yake ndio awe msimamizi wa maisha yako ya wiki nzima. Kwa hiyo tunapojiweka wakfu, tunajitenga, ni kutengwa katika ulimwengu wa roho, ni kuwekewa alama, ni kufanywa kuwa wa Bwana. Ndio maana ya kuwekwa wakfu, kwamba hichi kitu ni cha Bwana. Madhabahu imeletwa, imewekwa wakfu. Hii ni ya Bwana. Kuanzia leo mtu utakapoishika uwe unajua ni cha Bwana, na utakapokiangalia ukijue ni cha Bwana. Yani kuna namna ambayo mtazamo katika ulimwengu wa roho juu ya kitu kilichowekwa wakfu unageuka, unakuwa ni mali ya Bwana, inakuwa sio kitu tena cha kushikika. Biblia inaeleza kwa habari ile mikate ya onyesho iliyowekwa kwenye hekalu, ilipopelekwa hekaluni ikawekwa wakfu, tayari hamna mtu anaweza kaigusa tena. Hauwezi ukaila kama unavyoila mikate mingine. Na ndivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Unavyowekwa wakfu, shetani hawezi kukugusa automatically tu, yani hauwezi ukagusika. Na kama ile mikate iliyowekwa wakfu, automatically ulikuwa huwezi ukaila, huwezi ukaigusa. Hata makuhani walikuwa kiangalia, wanajua hii mikate imewekwa wakfu kwa Bwana, ni ya Bwana, huwezi ukaitumia. Huwezi ukaenda pale na chai yako ukasema acha nile tu hii mikate. Si kweli. Unakuta ni mikate ambayo mtazamo wake unageuka tofauti na mikate mingine, kwa sababu hii imewekwa wakfu kwa Bwana. Na ndio maana Biblia inaeleza kwa habari ya mageuzo, pale ambapo tunakuwa tunageuza mkate kuwa mwili wa Kristo na tunda la mzabibu kuwa damu ya mwana kondoo. Mara baada ya mageuzo ni kuviweka wakfu vile. Wachungaji tunaposhikaga ule mkate, tunasema sasa huu si mkate tena, tunauweka wakfu kwa ni mwili wa Kristo. Na hii hapa tunda la mzabibu tunaliweka wakfu kwa damu ya Yesu. Ghafla tutakapoanza kushiriki, mapepo, kuzimu, shetani anaiona ya kwamba ile sio mkate, ule ni mwili wa Kristo. Ule ni mwili wa Kristo. Anaona kabisa ile sio tunda la mzabibu tena, ile ni damu ya Yesu. Inaonekana hivyo. Ndio dhana ya kuwekwa wakfu kwa Bwana. Unapoenda kujiweka wakfu kwa ajili ya wiki hii, Bwana unakuwa ni wa Bwana, na Bwana anajua wewe ni wa kwake, ya kwamba hauna msaada mwingine. Unayo elimu kubwa lakini msaada watoka kwa Bwana. Unayo kazi nzuri lakini msaada watoka kwa Bwana. Unajilinda vizuri lakini ulinzi watoka kwa Bwana. Ile tu hali ya kusema msaada wangu uko kwa Bwana, ile ni hali ya kujiweka wakfu kwa Mungu. Kwa hiyo mara baada ya kujiweka wakfu kwa Bwana, hakuna adui anaweza kagusa maisha yako. Hakuna ajali inaweza kukusogelea. Hakuna mabaya anaweza kukusogelea akafanikiwa. Bwana huwa anasimama kwa hasira yake. Bwana huwa anasimama kwa wivu wake. Ruhusu maisha yako ya wiki hii yakae kwenye hasira ya Bwana pale shetani anapotaka kuinuka kinyume na wewe. Ruhusu maisha yako ya wiki hii yaendeshwe kwa wivu wa Mungu. Mungu wivu wake unanyanyuka pale ambapo watu wake wanataka kufanyiwa mabaya. Kwa hiyo ni kitu muhimu sana kujiweka wakfu kwa Bwana. Lakini pia ile kujiweka wakfu kwa Bwana, unazibeba zile baraka ambazo Mungu amezikusudia kwa watu wake wiki hii. Zipo baraka Mungu ameziachilia
plani ya Mungu kwa watu wake. Tunapojiweka wakfu, tunatembea kwenye hiyo plani ya Mungu iliyo kwa watu wake. Lakini pia tunapojiweka wakfu kwa Bwana, ile tu kwamba tunazuia nguvu za giza kutusogelea, lakini tunatembea kwenye ulinzi wa Bwana. Ajali zilizotegeshwa mabarabarani, ubaya uliowekwa na adui zako, adui atakaponyanyuka, ile vita inakuwa sio yako, ile vita inakuwa ni ya Bwana. Kwa hiyo tunaamuru leo kujiweka wakfu. Tunajitengeneza leo katika hali ya rohoni kujiweka wakfu kwa Bwana ili tupate kubarikiwa. Tunajiweka wakfu kwa Bwana ili tupate kubarikiwa wiki hii, lakini tunajiweka wakfu kwa Bwana ili tulindwe na Mungu wetu. Tunapoenda kujiweka wakfu, watu wengi wameshuhudia. Mungu amekuwa akiwashuhudia watu wakipona chupuchupu na ajali. Mungu anawasemesha kwamba ni kwa sababu ulijiweka wakfu kwa Bwana. Kuna binti yangu mmoja, gesi ilitaka kumlipukia, halafu akasikia sauti kimwambia kabisa ya kwamba hii nimeizuia mimi Mungu kwa sababu ulijiweka wakfu kwangu. Kwa hiyo unajikuta kuna mambo mengi, kuna shuhuda nyingi. Kuna ndugu moja pia alishaishuhudia, alikoswakoswa na tololi, wale wanaosukuma mtololi, si walifanya nini, nimesahau ile kisa yake ilivyokuwa, lakini kwa kuna ajali ambayo ilikuwa inahusisha tololi, bodaboda na yeye. Lakini mara baada ya ile hali ya kupita ile ajali, Mungu akamsemesha akasema, ni kwa sababu ulijiweka wakfu kwangu. Maana yake nini? Swali, kama hakujiweka wakfu kwa Bwana, kingetokea kingine. Haya, na huyu aliyetaka kulipukiwa na gesi, kama asingejiweka wakfu kwa Bwana. Kuna mmoja alishuhudia ya kwamba alikoswakoswa kugongwa na nyoka, halafu Mungu akamwambia kwamba ni kwa sababu umejiweka wakfu kwangu. Kwa hiyo ni vyema sana kila mtu aelewe umuhimu wa kujiweka wakfu. Adui asikudanganye na kuona ya kwamba utaenda tu. Usidanganywe na adui. Hebu jiweke wakfu kwa Mungu wako ili utembee kwenye baraka Mungu alizoziamuru na ulinzi kutoka kwake. Taka tuende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru sana kwa neema kubwa unayoiachilia kwetu asubuhi ya leo na Jumatatu nzuri ambayo imeishikilia wiki nzima tunapoenda kujiweka wakfu. Baba, ninaomba neema yako itufunike na rehema zako ziwe nyingi sana. Tunajua adui ni kama simba ungurumaye akitafuta kutumeza, lakini tunamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wetu. Mungu liye hai, tunapoenda kujiweka wakfu kwako, lengo letu tunahitaji msaada wako, kwa sababu tunajua pasipo wewe hatuwezi kufanya lolote. Mungu liye hai, tunaomba neema yako itufunike, tutembee kwenye ile neema, ile nguvu yako, tutembee kwenye ule wivu wako, Bwana, kwamba adui anaponyanyuka utainua wivu wako kama ulivyoinua wivu wako kwa taifa la Israeli. Adui alipotaka kunyanyuka, uliinuka na wivu wako, Bwana. Hasira yako ikainuke juu ya kila atakayetaka kuinuka kinyume nasi. Mungu liye hai, Mungu, ninaomba nguvu zako ukasimame kama Bwana wa majeshi pale ambapo adui atakapokunyanyuka kutaka kutuangamiza. We Mungu, unajua ya kwamba unatulinda kwa wivu mkubwa, unatulinda kwa hasira kubwa kinyume na adui. Baba, ninakushukuru kwa maana tunapojiweka wakfu, ulinzi wetu uko mikononi mwako. Hatuna msaada mwingine, hatuna Mungu mwingine, ni wewe peke yako unaweza kutulinda na kutuhifadhi. Bwana, tunahitaji msaada wako, tunahitaji kufunikwa na nguvu zako. Roho Mtakatifu akatuongoza katika njia zote, kwa maana yeye ndiye mshauri. Wewe ndio mshauri, tena ni mshauri wa ajabu. Mungu liye hai, ninaomba neema yako, Roho yako Mtakatifu atuongoze katika njia zote zitupasazo kuzienenda. Wiki nzima ikawe ni ya baraka, miguu yetu ikaizielekee faida. Mungu liye hai, mikono yetu ikabebe utajiri. Bwana, hifadhi zetu zikahifadhi utajiri utakaoachilia, maana umesema fedha na dhahabu ni mali yako, asema Bwana. Mungu liye hai, asante kwa maana wewe unaenda kuziachilia zote zilizo za baraka kwa watu wako. Nasi tunajiweka wakfu tukabarikiwe wiki hii, tunajiweka wakfu tukainuliwe wiki hii. Yale yote uliyokusudia ndani ya wiki hii yakawe ya kwetu, na adui yote aliyoyapanga yasifanikiwe. Mitego yote adui dhidi yetu
dhidi ya watoto wetu, dhidi ya nyumba zetu, dhidi ya wenza wetu, dhidi ya rafiki zetu haitafanikiwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ukaitegue mitego yote ya uharibifu ya nguvu za giza iliyoweka kutuangamiza, inayolenga kutuaibisha, haitafanikiwa. Nenda kinyume na roho za magonjwa katika namna iwayo yoyote aliyojapata kuleta magonjwa, tunayabatilisha kwa damu ya mwana kondoo na kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba, ninaomba neema yako na rehema zako, ninaomba nguvu zako Bwana. Asisikikane mgonjwa katikati yetu, yasisikikane magonjwa kwa namna yoyote, yafutwe leo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Baba, ninaenda kinyume na spiritual attacks, uvamizi wa kiroho wa kila aina, iwe ni wa magonjwa, iwe ni wa kila aina wa namna yoyote, tunaubatilisha uvamizi ule kwa jina la Yesu, hautafanikiwa. Ninaenda kinyume na nguvu za giza ziletazo hofu, ule utumwa uletao hofu, ninabatilisha hofu za kila aina. Watoto wako wakatembee kwenye furaha, kwenye amani, hofu isipate nafasi katika jina la Yesu. Vyote vinavyoleta hofu vikaondoke. Tusiwe na hofu sisi, wala watoto wetu, wala nyumba zetu, wala wenza wetu, wala ndugu zetu, wala rafiki zetu. Mungu liye hai, tunaomba neema yako Bwana, kama vile ambavyo Yona ndani ya ile merikebu alileta madhara kwa watu wote. Mungu liye hai, na sisi tunapokuwa katika ulimwengu wa roho, katika uwepo wako, tulete madhara mazuri ya kiroho kwa watu wanaotuzunguka. Baba, ninaomba tunapojiweka wakfu, Bwana ukatusaidie, na watu wetu na ndugu zetu na jamaa zetu wakapate kunufaika na kujiweka wakfu kwetu kwako. Baba, ninaomba neema yako itufunike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai. Baba, bariki kazi za mikono ya watoto wako, bariki biashara za watoto wako wanaofanya biashara, bariki kazi mahali watoto wako wameajiliwa ama wanafanya kazi hapo, bariki miradi ya watoto wako iwayo yoyote katika jina la Yesu, bariki nyumba za watoto wako. Tunajiweka wakfu katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana, na utashika sadaka yako sasa nzuri ya kujiweka wakfu kwa Bwana. Utaiachilia kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 au namba za mawasiliano 0713842123 au 0744982517. Mungu wangu akubariki, uwe na siku njema, lakini uwe na wiki ya ushindi. Amen, amen, amen.